Habari gani wazee? Habari zenu ndugu zangu wa Tanzania, wakubwa kwa wadogo, waume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana. Bana, kwa majina naitwa Christian Clement Masiligiti. Ni Mtanzania, ni mtu ambaye naweza nikasema kwamba ni jambo la kumshukuru Mungu kujalia mpaka mimi na wewe kuweza kukutana kwenye wakati kama huu, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kuzungumza na kusikika kwenye nchi zote duniani ambazo zinaelewa Kiswahili. Mtu akiongea anakuwa anamaanisha kitu gani? Nimelazimika kuzungumza kwa sababu nadhani imefika wakati sasa wanaume tuzungumze. Imefika muda wanaume tuongee, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi, wewe mwenyewe ni shahidi, vitu vimekuwa ni vingi. Lakini mimi nakuja tu kukuhakikishia kwamba kama unataka porojo, basi mimi sio mtu wa porojo bro. Mimi sio mtu wa porojo mama yangu, mimi sio mtu wa porojo baba yangu, mimi sio mtu wa porojo kijana mwenzangu au mdogo wangu. Kuna channel nyingi sana za watu wa porojo, unaweza ukasubscribe huko na ukaangalia porojo. Bwana, naposema umefika wakati wa wanaume kuzungumza ni kwamba hii dunia sasa hivi inakwenda viral sana. Watu wako kasi, watu wamefocus, watu wanafanya vitu ya maana mzee. Kwa hiyo sio tena muda wa watu kuendelea kubase kwenye nini, kwenye porojo. Ni muda wa kwenda na vitu real ambavyo hata kama ni kimoja, lakini midhali kina ukweli na kina data, basi kitakusaidia. Ushanielewa? Kitakusaidia sana. Na uzuri ni kwamba ukweli waga hauendi patupu. Kitu chochote ambacho kimeegemea kwenye ukweli huwa kinasaidia sana kwenye maisha ya hapa duniani. Sasa mimi labda nizungumze tu kitu kimoja kwamba kumekuwa na wimbi la wazungumzaji wengi sana kwenye social medias hizi, kwenye YouTube, kwenye mitandao mbalimbali, lakini wengi wamekuwa ni watu ambao ni mtu anaongea tu kwa sababu labda ana bando, kwa sababu ana hiyo simu au kwa sababu ana hiyo kamera. Lakini tukifanya mchujo ni zaidi ya 95% kuna watu wafai kuzungumza kabisa. Yani ni watu, yani sijui hata niwaiteje, yani kwa sababu mimi kidogo ni sio wale watu ambao ni thugs. Yani mimi sio muhuni, lakini kuna lugha fulani hivi unaweza kuzitumia zikaonekana ni ngumu kidogo, lakini yani ni watu ambao hawastahili kabisa kuzungumza na kusikilizwa na watu ambao kama unakilia kutimamu utakiwi kuwasikiliza watu Tanzania, kwa sababu kila kitu katika dunia hii unachokiona kina gharama yake. Sasa kwa nini utumie wakati wako kwenye mambo ambayo, kwani kumsikiliza mtu ambaye tuseme yani yeye mwenyewe hajielewi, yani kichwani kuna shida? Kwa hiyo wao ndio wamekuwa wakizungumza sana. Wao ndio wamekuwa wakipata fursa ya kuzungumza na kujizolea maarufu. Lakini sasa ni muda sasa wanaume nao kuzungumza. Bana, mimi maarufu naitwa Mfarisayo. Watu wengi ambao wanatokea mikoa mikubwa ya hapa Tanzania wanaifahamu hii sura, wanalifahamu hilo jina, kwa sababu tumeshamiti kwenye vitu ambavyo ni vya akili, vitu vya kufocus, vitu vya maana. Kwa hiyo kiufupi iko hivyo. Sasa kwenye hii channel yangu ni kwamba kitu chochote ambacho utakiona kwenye channel yangu, iwe ni filamu fupi au filamu ndefu au iwe ni makala kama hivi ninazungumza, basi nakuhakikishia kwamba hautojutia kutumia MB zako na muda wako kuangalia hicho ambacho kitakuwa kipo kwenye channel yangu, kwa sababu ni muda sasa watu kufanya vitu ambavyo viko serious. Tuache umbea, tufanye vitu vya maana, tufahamishane. Bana, mimi kuna kitu ambacho ninaamini kwenye maisha, hasa ulimwengu huu wa wasomi na watu ambao hasa kwenye generation hii ambayo watu wako busy sana wazee. Yani mimi nakwambia labda wewe tu ndio unalala, lakini dunia iko busy sana. People they are very busy. Watu wanajaribu kufanya mavitu na vitu kama hivyo. Bana, mimi nisikuchoshe, twende kwenye point. Mimi naamini kwamba hakuna haki ya mtu kuzungumza chochote kwenye jamii
kama kitu ambacho nakizungumzia au unachokizungumza juu yake hauna utafiti nacho wala hauna elimu na kitu hicho juu yake, yani huna elimu nacho, unazungumza nini? Kwa sababu kama hakuna utafiti na hakuna data, hakuna reference, hakuna marejeo kwamba hicho kitu unachozungumza umetoa wapi, sisi vipi tutakusikiliza wewe? Ndio maana unaona sasa hivi media nyingi, watu wengi wamekuwa ni watu wa porojo, kwa sababu sio watu ambao wanafungamana na sifa za kielimu. Kwa sababu unapokuwa unaongea kitu na kukiingiza kwenye jamii, basi ni vyema sana hicho kitu kikawa kimekaa kielimu zaidi, very very formal. Sasa kwenye formal issues mzee, kama huna elimu, haujafanya utafiti, hauna tunasema mrejeo, hauna reference, una haki ya kuzungumza. You don't deserve that, kwa sababu utapotosha watu. Pengine wewe labda ni mvuta bangi, pengine yani wewe ni mtu labda wa uraibu wa kitu fulani. Sasa utaongea utaleta hisia kwa mujibu wa kitu ambacho waga unafanyaje, ni ulevi wako. Sasa sisi hapa sio muda wa kuendelea kuwa watu tunapiana makabeji na matango na nini. No, ifike time tuzungumze facts. Kitu ambacho umespecialize kwacho, umekifanyia research, unawasaidia wenzio walau hata kwa kuwaambia tu, alafu wao wenyewe kwa sababu wana akili timamu wakijaribu kufuatilia vile ulivyoelekeza, basi unajikuta mambo wanaelewa. Kiufupi tu ni kwamba mimi nimetumia zaidi ya miaka 15 nikifanya research kwenye haya mambo ya dini ya mimi binafsi sijui wewe ambao unanisikiliza na kunitazama hapo, mimi amekuwa akini contradict sana mambo ya dini haya. Ukienda India tu peke yake kuna miungu zaidi ya milioni 30 India tu peke yake. Sikwambii China, Thailand na sehemu zingine huko Afrika na sehemu zingine Ulaya. Dini ni nyingi sana, na kila shida ni kwamba kila watu wenye dini yao wana taratibu wao tofauti na imani yao tofauti kabisa na misingi yao na misimamo yao. Sasa kitu ambacho kinakuja kinachosha ni kwamba yani mtu kwa kweli ili ni contradict sana. Sasa mimi nimespecialize kwenye hilo jambo more than miaka 15 nikiwa na akili zangu timamu, najua ninachokifanya, nimechimba mambo ya dini haya, na finally nimekuja kukuletea wewe pia elimu. Mfarisayo sasa nimekuja kukuletea wewe facts na elimu. Achana na watu ambao wanatumia hizi platform za dini kama sehemu za kupata riziki. Njaa ni kali sana sasa hivi na watu wanaumiza kichwa kwamba jinsi gani waweze kuhandle maisha. Lakini nikwambie tu kwamba kubali kataa, ni kweli bana, Mungu yupo kabisa. Kama ushakusikia neno Mungu, God, ni kweli Mungu yupo wazee. Yani kubali kataa. Kwa sababu gani? Unajua wewe hata ukikataa yani hakuna unemkumua, kwa sababu it is for your own risk. Ushakwenda sehemu ukakuta park for your, yani sehemu ya parking ya magari na kuna kibao kimeandikwa park for your own risk. Yani na maana hapo hakuna uangalizi mzee, ni wewe utajaza mwenyewe. Kwa hiyo kwa mujibu wa data ambazo nimefanya research, nimefanya utafiti na kujiridhisha mimi kama mimi, ni kweli Mungu yupo kabisa. Hiyo ni pointi ya kwanza, Mungu yupo. Lakini pointi ya pili ni kwamba kwenye dini zote ulizowahi kuziona na kuzisikia, kwenye dini zote ambazo umewahi kuziona na kuzisikia duniani, huwezi amini mzee, ipo dini hii. Kuna dini moja tu ambao nitakuja nihitaji kwenye episode yangu ya mwisho kabisa wa mfululizo wa hizi clip zangu ambazo ninakufikishia hapo. Kuna dini moja tu mzee, yani kwenye hizo ina maana sio Kristo, sio Uislamu, sio Buddha, sio Catholic,
yani sio Orthodox, sio KKT, sio Adventist, yani makorokoro ni mengi, lakini kwenye makorokoro yote hayo utaratibu ambao Mungu ambaye ni kweli yupo aliyokuwa akiutumia kwa manabii na mitume wake wafundishe huo utaratibu kwa viumbe wake ni mmoja tu, kuanzia mtume wa kwanza Adamu. Nadhani wengi mshawahi kusikia Adamu ya story ya Adam na Eva. Nadhani ndio katika story maarufu zaidi duniani ya Adam na Eva. Sasa kuanzia Adam anazingatiwa kama mtume wa kwanza wa Mungu kwa sababu ndio kiumbe wa kwanza ambaye baada ya changamoto zote alizopitia. Adam kapitia changamoto sana wazee. Ni mzee wetu huyo, kapitia changamoto nyingi sana. Lakini tunamzingatia kama binadamu wa kwanza na mtume wa kwanza pia kwa sababu ndio kiumbe ambaye alitumiwa na Mungu kwenye wakati wake kufikisha habari za kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu kuja kwa viumbe wa Mungu ambao ni watoto ambao yeye mwenyewe alikuwa amewazaa. Umeona? Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kwamba kwenye dini zote hizo ni kweli kuna dini moja, tena hata uwezo kaidhania, ni pengine hata so maarufu wala au ulikuwa tunaiona unaisikia unawaona wafuasi wake lakini uielewi, ambayo ni kweli hiyo dini ndio mitume na manabii wa Mungu walikuwa wakitoa maelekezo kwa utaratibu wa dini hiyo. Kwa sababu swali la msingi nilikuwa najiuliza ni kwamba inawezekana vipi yani Mungu awe ni mmoja alafu awe na taratibu nyingi za kumfanyia ibada na kumwabudia. Na hapo kuna wahuni wakachekecha vitu vingi sana, wakawa wanakuambia kwamba Mungu haangalii dini.